Usiniogope. Ogopa kifo chako. Na muda wa kafara wa kifo chako umefika. We Malkia, niko tayari jua kifo changu. Kama Mwenyezi Mungu atakuwa tayari kashanipangia nifariki katika hii dunia. Ila nilikuwa na ombi moja, naomba unikubalie. Nakupenda sana. Huwe mpenzi wangu. Kama utojali, nikubalie ombi langu, baada ya hapo mfanye mnachotaka kukifanya. Nakupenda sana. Nakupenda. Nyeo. Kumbe we mwehu. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Hivi kaka, umeanza mambo haya lini? Dada, mimi sina chochote kile nilichokifanya juu ya hiki unachokiona. Hebu tuende ujiandae kupeleke kwa shehe. Sikiliza dada. Mimi katika tembea yangu kuna dada mmoja alinitokea katika mazingira utatanishi. Yule dada ni mchawi. Akaniambia mimi muda wangu wa kutolewa kafara tayari ushafika. Ila toka nizaliwe sijawahi kukutana na mlembo kama yule. Hivyo sasa nikamkubalia ombi lake, nikamuomba anikubalie nami pia ombi la kuwa wapenzi mimi na yeye. Ndipo kisha ya hapo wafanye hiko wanachokitaka. Sasa tukishaenda kwa shehe, uone kama mimi nitakuwa nimevunja makubaliano yetu. Hivi unaelewa kweli kitu unachokizungumza? Eti kafara. Sina kipimo cha kujua nani mkweli, wacha nimwamini. Kifo upanga manani dada, shaka ya nini? Eti kwamba mimi atakubali kufariki ndio kutolewa kafara. Mimi nikubalie ombi kwanza nikutane naye kimahusiano. Hivi kweli ana akili? Hapo itakuwa amechanganyikiwa yule kaka, maana sio kwa staili hiyo. Sasa na wewe kielele chako kimekutumani uchanganye mbali zako kumfuata huyo kumwambia ukweli. Mimi niliamua tu kumfuata ili ajue ukweli. Lakini nina hofu juu yangu. Mkuu akifahamu hili sitakuaje. Wakati sijatumwa. Wewe acha tu. Si unanishauri vipi? Nifanyaje au niwe jasiri au nisiogope chochote? Sasa hapo inabidi tufanye siri baina ya mimi na wewe. Yule pale asijue. Ila yule kaka lazima afe. Mapenzi yana macho. Pale unapokuwa mbali
Shoga yangu mzee mkaka nampenda. Yaani natamani nimwambie ila si nadhani. Katika kijiji hakuna mkaka handsome kama yeye. Yaani hata sijui nitaanzia wapi kumwambia. Shoga yangu. Sana mwana, sababu usione kila kinaacha kwa duniani ukafikiria ni dhahabu. Nyingine ni chuma lakini kuna nani. Unamaanisha nini? Achana naye. Yaani hapa nataka tuzungumze yale masuala tulipoishia. Kwa kusema makubaliano yako wewe, eti masuala ya kutoa kafara, mimi hilo nakataa. Tena nakataa kabisa. Hata tunapishana huko ndani anajulikana mkubwa nani, mdogo nani. Hivi leo na kesho nimekuta tatizo lingine. Tunafanyaje? Hayo ndio maisha tunayoishi. Unaongea tu kila rahisi. Shinda kula. Hayo mambo unayoongea tayari tushawapoteza watu katika familia. Sawa, ndio makubaliano, lakini sio kwa makubaliano hayo unayoyasema. Wewe ni kakaangu naye kutegemea. Eti kutoa kafara. Yaani fanya mambo yako yote unayoyafanya, lakini ukao ukijua mimi hilo sikubaliani na wewe. Sikiliza dada. Unajua ni dadangu mpendwa. Nakupenda sana dadangu. Usifikiri kwamba sina mapenzi juu yako. Hapana. Na mimi najua dadangu ananipenda sana Mungu wako. Ninatakia kila la heri. Lakini dada, kumbuka juu ya hili kuna kitu kinaitwa moyo. Moyo wangu mimi umefika kwa yule binti. Ila iko unachokitaji wewe dada, labda tu useme na nia kutaka tugombane. Nishakwambia mimi kubadilika, kumwacha yule binti, kukeuka makubaliano yetu, mimi siwezi. Hivi mimi nikikeuka makubaliano yetu, mimi nitachukuliaje yule wakati yetu tushakubaliana? Dada, mimi nahisi neno lako uliloliongea lile lilikuwa neno muhimu sana. Kwamba Mwenyezi Mungu watu wengi sana kawachukua. Na wengi wao tulikuwa tunawapenda. Na hakuna atakayebakia kwenye dunia. Hilo mimi niliona swala rahisi sana na njema kwa upande wangu. Kwa sababu gani? Hata mimi pia dada, ipo siku tu nitaondoka. Na kama Mungu ampanga niondoke kwa hili, basi mimi nitaondoka tu. Bila kustopisha mapenzi yangu mimi na yule binti. Dada, ila haiwezekani. Mimi siwezi. Tena siwezi kabisa. Nilikuwa naomba unisamehe juu ya hilo. Ila kingine, nilikuwa nahitaji baraka zako. Acha hisia zangu zifanye kazi. Usinilazimishe nifuate ninavyotaka wewe. Ila samahani kama nitakuwa nimekosea. Hayo unayosema makubaliano yako, ni makubaliano yako na huyo mtu wako. Sio mimi dada yako. Sio swala la kukubali eti mimi tumekubaliana na wewe kuhusu wewe kutoa kafara. Wewe kutoa kafara. Yaani nasema hivi. Yaani utake, usitake. Kwa ustazi tutaenda. Nini imekuja? Mbona haitaki kuondoka? Moyo wangu natokota, moto mkali unawaka. Ona kwa macho, mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho. Yule mwenzangu kaenda kwa yule kijana ambaye tutaka tumtolee kafara. Kamwambia ukweli wote. Na yule kijana alivyoambiwa kaingiza masuala ya mapenzi. Na unajua kabisa kazi zetu sisi hazitaki mapenzi. Kwa akija kuharibika ni yeye yule mwenzangu, sio mimi. Sawa. Ila mimi nilitoa kazi ya kumloga yule kijana. Hili kuni kazi yetu ya usiku, tumle nyama. Kwa nini yeye ametumwa aende kule? Anaingiza mambo ya mapenzi? Hiyo sheria imetokea wapi katika njia zetu za uchawi? Ajua anabadilisha mila zetu za kichawi? Sasa, ninachokisema, mimi na yeye tutaonana usiku kuni kazi zetu. Ndo atanijua kama mimi mkuu. Sawa, nikuelewa. Mapenzi yana macho,
nimemuona kwa macho. Pale unapokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho. Za siku nyingi. Safi tu. Kutokako Nzuri. Umekuwa mlevi? Kweli maisha yanabadilika. Kimekukuta nini? Kichupa. Sema nao umebadilika. Unaonekana huko ulikotoka mambo sio mabaya. Au umepata shemeji? Shemeji wapi? Nipo tu. Huo uongo. Sio kweli. Ana kwa kupendeza huko. Sio kweli. Sema unajua nini? Baadaye nitakutafuta. Nitakwambia. Acha niende ngapumzika kwanza. Cheki anavonisanesa. Ndo starehe gani hizi? Kaniambia mimi muda wangu wa kutolewa kafara tayari ushafika. Nikamkubalia ombi lake, nikamuomba anikubalie nami pia ombi la kuwa wapenzi mimi na yeye. Ndipo kisha ya hapo wafanye hiko wanachokitaka. Nakupenda sana dada yangu. Usifikiri kwamba sina mapenzi juu yako. Hapana. Na mimi najua dada yangu unanipenda sana mdogo wako.
mwenye furaha sana. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Sasa mama mtu, una sababu gani ya kuja hivyo sasa, wakati tulikuwa katika maaba yetu hapa? Mimi sio mwanadamu. Mimi ni mfu niliyekufa miaka ya nyuma. We Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Ndupe! 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 Na kuagiza huu mzigo ukachimbie katikati ya mlango, maana yule mtu tuliotaka kumtoa kafara, kuna watu wanatufanyia visa ili kafara yetu isiende sawa, na ukahakikishe unapoenda kuweka katikati ya mlango asikuone mtu yoyote. Umenielewa Ndupe? Sawa mkuu. Pale unapokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila Kumbe umeniona? Vipi wewe? Mbona kama hivyo sasa? Nimekuja hapa kuja kukukia ulinzi. Kuna watu ambao wanataka kutoa kafara. Kwa hiyo watu ambao wanataka kuzuru hawatakuzuru. Oya, ujue wewe katika watu ambao wanataka kuniharibia mimi mipango yangu wewe mmoja wapo. Lengo lako nini kwanza? Ukiachana na ulinzi unakuja kuniwekea. Mimi tayari nishaingia kwenye makubaliano. Kwa sababu ishapangwa kafara, acha ipite. Ila sasa yule binti mimi nikubalie kwanza ombi langu. Hayo ndo makubaliano yetu. Sasa unataka kulifanya wewe hadi mimi ni feli. Nishakugundua. Bro. Mimi kwenye majambo yangu siwezi kufeli kirahisi kama unavyofikiria. Yule binti nampenda sana. Tena sana. Na siwezi kumkosa. Wewe nenda na ulinzi wako. Mimi niache na penzi langu juu yake na yeye. Hivyo bora kanabisho wewe. Mimi nafanya haya yote kwa ajili yako. Kila nikiongewa unasema hiki. Kwa nini mapenzi yamekufanya nini? Au umerogwa? Wewe Kibila. Wewe Kibila. Kibila. Hivyo kila siku watu wanaongelea neno moja tu. Unafanya kazi kwa shida. Hela yenyewe inapatikana kwa shida sasa hivi. Unaenda kumalizia kwenye vipombe? Haya, ushalala hapo. Kuna wadudu hapo. Na sehemu yenyewe unaonekana ni poli hili. Wampita na mwenzako hapo, hujapata hadi wewe. Wewe maisha yangu yanakufunia. Mbona unafuatilia? Au unataka nini? Inanihusu. Kwa sababu ni mwana kijiji mwenzangu. Lazima nikwambie ukweli.
Yaani ushatuchosha hapa kijijini. Yaani kila siku ni maneno yako, ni kesi zako tu, kila siku ulevi na wewe. Familia yako anapata faida gani? Mwambie kitu. Ila wahenga wanakwambia asisikia la mkuu mjikague. Sikiza nikwambie. Unajua wahenga waongo sana. Hilo nalijua. Wanasema mkaa bure, sio sana mtembea bure. Sasa uone mtu anatembea anapita kuchoka tofauti na alokaa. Hivi mimi nimekaa tu hivi nimerelax, sichoki wala nini. Alafu na wewe unatembea huko, unapita kuchoka bure. Nani ana faida? Mkaa bure ndio mwenye faida. Wewe niache hiki ninachokipenda mimi. Sasa sikia. Kandomo kako. Kaupoza. Yaani nguvu una sura baya. Yaani upo. Tunaondoka. Sura nuna. Hebu nenda huko. Yo. Nataka niharibie huyo. Siwezi kumkosa yule binti kwa namna yoyote. Atabaki kuwa wangu tu. Uchawi nini katika hii dunia? Mungu yupo. Mapenzi yana macho. Sana maisha yangu. Unafuatilia maisha yangu, unafuatilia pesa kwangu mimi mwenyewe. Natafuta mwenyewe kwa jasho langu. Alafu unaanza kuniambia habari za pombe. Kwanza pombe ndo mimi na mimi ndo pombe. Alafu sasa kitu uelewe. Sana mimi. Muone. Yaani kweli wazazi wampata hasara. Mungu wangu, chekishia ninavyoyumba kama ana akili nzuri. Una hata msaada kwenye familia. Toka hapa. Puh. Habari zenu? Salamu. Samani Malikia.
toka tuonane siku zile sijawahi kukuona tena. Umebaki tu kuishi katika ufahamu wa akili yangu. Nilikuwa naomba kukuulizia kuhusu lile ombi langu. Ombi gani? Mimi ombi lako mbona nimekubali. Nilikuwa nahitaji jibu langu, kwa sababu siku ile umeongea wewe tu, nimeongea mimi, hata hujanijibu chochote kile. Nilikuwa naomba hivi. We kijana, we mwekwe, umepanda kichaa au umetumwa? Na tena ukome. Hii nini imekuja, mbona haitaki kuondoka? Moyo wangu natokota, moto mkali unawaka. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Pale napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana. Nimemuona kwa macho. Hebu twende bwana. Hii nini imekuja, mbona haitaki kuondoka? Moyo wangu natokota, moto mkali unawaka. Nimemuona kwa macho. Pole. Kumbe bado upo katika himaya yangu. Nitahakikisha hauondoki mpaka kazi yangu iishe. Lakini dada unafanya leo hata sio vizuri. Yaani mimi sijapenda kabisa. We koma. Wewe si mwanamke? Kama umeona umekuwa, si umfuate. Wewe si mwanamke hapo ulipo. Na tena usipate kunitibua. Usinipande kichwani, umesikia? Mimi ni dada yako. Kwanza unapoongea na mimi unataka ujiangalie unaongea na nani. Umekosa la kuongea? Kwani dada, mtu kukuambia nakupenda ni shida? Basi usingemfanyia vile, ungemwambia sikupendi akaisha pale pale. Sasa yeye mkakati akipita huko mitaani, akiulizwa kama mwagiwa na nani maji anajibu nini? Anajibu nini? Wewe unataka kurupuka mpaka, si ndio? Wewe ni mama huruma? Hivi unajua kwamba wanaume wana maneno matamu sana? Unawajua wanaume vizuri wewe? Mimi ni dada yako, niliyatangulia kuona jua. Sawa? Usije ukajifanya kipaumbele au kingongongongongo mwanaume ngongongongo. Mshenzi wewe, na tena ukome. Kumbe anaume. Yanaume, basi jua naye mkakati uchomfanyia kule kaumia. Toka. Toka. Pale napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa
hatususi sana. Bwana unarudi tena. Hata kama nikikaa siku ngapi mtu kwao, nyumbani ni nyumbani, nimerudi nyumbani. Kwa ndo siku zote hizo, hata kama mtu kwa jamani ndio ujielewa. Ila kijijini kwetu kumebadilika. Afu umekutana na Kibira. Hamelewa. Kibira amebadilika. Wakati alikuwa darasani alishika nafasi ya kwanza. Sasa wewe mshangaa Kibira kulewa tu jamani. Yaani wewe hapo umemwona kidogo. Mwezio yule anakutoka na mkukuteni. Lakini mwanamke huyo wameingia makubaliano ya mapenzi na kifo. Hivi kweli kaka yupo sahihi shangazi? Kaka yangu nyota yake ni kali. Hivi wanataka kuitumia wachawi. Ndio maana anataka kumtoa kafara. Pole sana mwanangu. Mwanangu pole sana. Ila mwanangu usijali. Mimi nitakusaidia. Nitakupa dawa kidogo ukamwekee chini ya kitanda. Wakati unaweka ile dawa asikuone mtu wowote. Hii siri baina ya kwangu mimi na wewe tu. Atapokuwa na wewe usiku, hii dawa itakuwa inamsaidia na atapona. Wewe mwanangu usiwaze. Kweli shangazi? Kabisa mwanangu, nakusaidia. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nimefika. Ni wanangu. Sawa shangazi, nitashukuru. Sasa licha kwetu tuna mkokoteni yangu kutoka huko kwenye hivyo vilabu vyake kalala. Anachukua mtoto kwa rudisha kwao. Yaani kabadilika sasa hivi. Basi mimi ndio sokoni, maana ndo kuchozana na dada, nimache nyumbani kakasirika, nisingachelewa tena kama mwingine. Dada yako yupo? Hajaacha tu tabia zake. Sana mwachia nani? Yaani tabia yake ni ile ile, kisilani muda wote. Haya. Basi poa, baadaye fanya uje nyumbani. Haya. Kuja niende ndani mwanangu, nikakuchukulie ili ukafanye taratibu hizo. Sasa mwanangu, dawa ndio hapa. Ukaweke chini ya kitanda. Asikuone mtu wote. Hii siri ya kwangu mimi na wewe. Shika mwanangu. Kweli shangazi? Kabisa, atakaa sawa. Asante sana shangazi. Ni kaka yangu, sijui atakakutwa na nini. Pole sana mwanangu. Yataisha. Wewe njoo. Aya njoo. Dada, mbona bado mnaongeleshana kwa hasira vile? Kuna shida gani? Umeanza hodari sasa kufuatilia mambo yangu, si ndio? Yeye ameniitia tunaongea masuala ya kuhusu vikoba. Wewe anakuhusu nini? Vikoba ndo vile. Wewe. Kuna nini sasa? Hivi uone pale hivyo kwani anaongea kwa jazba kama anataka kuzibua.
Nimekuonya mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Iwe mwanzo mwisho. Koma kufuatilia mambo yasiyo kuhusu. Unajifanya mtu mzima, kumbe wewe ni mtoto. Shenzi mkubwa wewe. Vipi tena chumbani kwangu? Maana sio kawaida yako. Hamna, nimeingia tu nikusaidie usafi. Sawa. Ila kwa sababu mwenyewe nimerudi mapema leo, wewe acha tu dadangu. Tafanya usafi mwenyewe, ondoa hofu. Sawa? Sawa. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nyie, nendeni. Kwa nini tena? Mbona fanya masiala? Wame mkubwa, ni kazi ngumu. Hatuchezi redi hapa. Oa, umeona ile kisangu kilichotokea pale? Wewe kama naweza ingia uje kuyaona huko. Wame mkubwa vipi wewe? Sepe. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Hivi rafiki yangu, nimekuita hapa, kuna changamoto unazopitia, pengine utanishauri. Changamoto gani hizo? Mimi na kaka yangu, hatua tuliofikia, mimi na kaka yangu hatusalimiani huko ndani. Imefikia hatua hadi chakula anachopika hali kabisa. Kuna mwanamke amekutana naye, wameingia mkataba kati ya mapenzi na kifo. Hivi kakaangu ipo sahihi kweli? Ni jambo gumu sana tena aswa, na umebeba mzigo ambao sijui utautoa vipi. Kwa hiyo umeamua nini? Nimemshauri twende kwa ustazi, amekataa kata. Hilo swala hataki hata kulisikia. Imefikia hatua nimeamua kwenda mimi mwenyewe. Alichoniambia ustazi, kaka yangu ana nyota kali sana, ndio maana wachawi wanataka kumtoa kafara. Ndio hivyo, mimi nishamsamehe. Mimi sina shida na dada yako. Na dada yako mimi naamini kabisa ana shida na mimi. Ila isipokuwa tu binadamu jinsi tulivyo. Kuna siku unaweza kaamka tu hauko sawa. Iko ndio tunachukua mimi. Mimi siamini kwamba kile alichokifanya kwamba amezamilia toka moyoni mwake. Hapana. Ila tu mimi naamini siku yake ilikuwa nzuri. Sio pale mara kwanza tumekutana kama vile alivyoongea. Hapana. Mimi kuna siku dada yako nishakutana naye na nimezungumza naye. Kuna makubaliano tuliyaweka. Ina maana mimi nipo katika kulinda makubaliano yangu na yeye pia anatakiwa alinde makubaliano yetu tuliyokubaliana. Makubaliano? Makubaliano gani unaongea na babangu? Du. Kwa kweli. Kwa hatima yake ni nini? Nikaamua niende kwa shangazi. Na shangazi alikwambiaje? Shangazi alinipa dawa nilitumie asinione mtu yoyote, lakini kibaya zaidi, nilipoingia ndani kwake kufanya hiyo dawa alinikuta. Pole sana rafiki yangu, kweli umebeba mzigo mzito sana
sana, kwa mtu mwingine asingeweza, ila kwa kuwa umeniamini mimi rafiki yako na tushakuwa ndugu tena sasa hivi, usijali. Mimi baadaye nitatoka, ila katika pitapita zangu nikikutana na ndugu yako nitamkalisha chini, tutazungumza na majibu atakayonipatia nitakufikishia kama yalivyo. Kwa ndo ashaka kabisa. Nitashukuru sana rafiki yangu, maana hili jambo sijui linaenda kuishia vipi, sijui hata hatima yake. Kwa kuwa umeniamini, ondoa shaka. Ila kwa hilo mimi naomba tukiviache. Kwa sababu gani? Yeye ni dada yako. Mimi na mimi nilikuwa na nafasi kubwa sana kukuambia kutokea muda ule mlitoka pale nyumbani mpaka mnapoishi. Lakini kama hajakwambia, ina maana yeye hakutaka kukuambia au hataki ujue. Hivyo sasa mimi napenda sana kulinda makubaliano. Kwamba siko tayari kuzungumza hilo kwa sababu nitakuwa niko nje ya makubaliano. Basi sawa, maana mimi nikajua kilichotokea siku pale nimesimika. Nikamwomba nitafute mpaka kupata mkongo msamaha. Aya basi kaka, basi siku nyingine. Pale napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana. Nimemuona kwa macho, Mkoko, umefuata nini katika kijiji hiki? Umesahau kama mimi ni mzaliwa wa kijiji hiki? Au nimekushtua na ujio wangu? Umeogopa eh? Siwezi kukuogopa, kiumbe dhaifu kama wewe. Basi sawa, naomba unikaribishe kwenye hiki kijiji. Karibu, ila jichunge nyayo zako. Nitakufanya kitu kimoja cha hatari, utajuta kwa nini ulikuja hapa. Asante, ila kunywa mchuzi, nyama ziko chini. Kuna kitu nataka nikuulize, ila samahani. Unajua kabisa mimi ni rafiki na dada yako, na ni watu ambao tuna ukaribu mkubwa sana, na wewe nakuchukulia kama ndugu yangu pia. Kwa hiyo jambo lako ni jambo langu pia, jambo langu ni jambo lako pia. Kwa samahani, labda kuna kitu ninaweza nikakizungumza hapa kikaa tofauti na ukanichukulia vingine, lakini nataka tu kujua na tunaweza tukashauriana tukajua tunafanya nini.
Kuna taarifa dadako aniambia. Sijaielewa. Lakini nikaona nikufuate wewe mwenyewe muhusika. Na hisi ukinipa jibu lako au ukinielezea, utajua jinsi gani ya kufanyaje ya kutatua. Nimesikia umeingia mkataba kati ya mapenzi na kifo. Hivi hili swala lina ukweli gani? Hizo nishughuli nilikuwa nishaongea naye dada. Na tushamalizana. Lakini nashangaa mpaka nakufikishia wewe. Haya, sawa. Ngoja tu nikwambie ukweli. Ila naomba nitachokwambia nitakapoishia itabidi ukubaliane napo hapo hapo. Usiniambie niendelee mbele. Kwa sababu kinachokwambia ni makubaliano. Siwezi kuongea tofauti na vitu vya kubaliana. Kama alivyokuambia dada. Nilikutana na binti. Huyo binti mrembo. Toka nizaliwe katika maishani mwangu sijakutana naye. Alitokea katika mazingira ya utatanishi. Ila akaniambia hivi kwamba amekuja kuniambia juu ya kifo changu. Muda wa kutolewa kafara tayari ushafika. Hivyo sasa mimi nikamkubalia ombi lake. Ila nilichomwelekeza na mimi pia na ombi kwake. Nikamwambia nahitaji niwe mpenzi wake. Anikubalie nishiriki naye, kisha hapo afanye anachokitaka. Hayo ndo makubaliano yetu. Kwa sasa dada anachokitaka yeye mimi nivunje makubaliano ambayo tayari nishakubaliana na mtu. Hivi dada mwingine, uone kama mimi nitakuwa nafanya kitu sicho hapo. Hivi unaona ya maamuzi uliyoamua upo sahihi? Mimi kwa upande wangu nimeona sawa. Kwa sababu nilichokiangalia mimi kwamba nachokifanya sitaki nimkosee mtu mwingine. Unajua kifo kila mtu atapoteza maisha katika hii dunia. Hakuna mtu atakayebakia. Na watu wengi sana wamepoteza ndugu zao. Wamepoteza watu wanawapenda, sio kwa kutaka, ila ni mpango wa Mungu. Mimi moyo wangu unashindwa kustopisha hilo zoezi. Yeye nimetokea kumpenda yule binti. Alafu ni mimi nimeamua. Sio kwamba nimeenda kuweka riani maisha ya mtu mwingine. Ila dada tu anakuwa mbishi. Mimi nilikuwa namshauri mara nyingi kipindi akiwa ananiambia hizo habari zake. Nilikuwa namwambia kubaliane tu na hilo. Kwa sababu mimi nitabaki kwa mimi, yeye atabaki kwa yeye. Na mwisho wa siku kufa hakuna atakayebakia katika hii dunia. Ila dada mwingine mimi kumkosa yule binti siwezi. Naomba tu nikwambie ukweli. Na ukiendelea kunilazimisha naweza nikakuona wewe pia ufai au kawa adui kwa upande wangu. Kwa mimi nilikuwa naomba mniache tu na maisha yangu. Sawa. Kwa kuwa nilikufuata ili nijue kinachokusumbua ni nini. Na ushanielezea na nimeona msimamo wako kwa wapi. Nitaenda kuongea na dada. Nitamuelezea kila kitu. Majibu atakayonipatia, mimi nitakufuata, tutaongea na vitu vingine vitaendelea. Sawa. Haya, uwe na kazi njema. Mimi nashukuru. Sina kipimo cha kujua nani mkweli, wacha nimwamini. Pale napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana. Mamvua, hebu acha unachokifanya.
unanipa tabu sana. Umekabidhiwa mikoba ili usaidie watu, lakini unaenda tofauti na jinsi ulivyokabidhiwa. Kumbuka hiyo mikoba ilitakiwa nikabidhiwe mimi, lakini ukaomba, nikaamua kukuachia. Sasa acha unachokifanya. Nimekuja vizuri tu kukuambia acha unachokifanya. Kama nimekuwezea mimi mikoba, hakuna kitu chochote kunifanya wewe. Umenielewa? Alafu kaka, nakushangaa sana wewe. Mkoba nimekabidhiwa mimi, lakini wewe mara si nimefanya hivi. Mara kwa nini unafanya hivyo? Sio kwa maana kufuatilia. Tenda haki. Hiyo mikoba ulikabidhiwa kwa ajili ya kutenda haki, lakini wewe hutendi haki. Haki gani unaitaka wewe? Na mimi naona nipo sahihi katika huu mkoba. Nachokifanya naona nafanya sahihi. Siwezi kufanya mambo ya ovyo ovyo. Mwenyewe naogopa mkoba kama ninavyoogopa wewe. Sawa kaka? Sikiliza nikwambie Mwamvua. Kila nikilala mimi napata shida. Babu ananijia ndotoni na mizimu inakasirika sana. Sasa basi, langu nilikuwa kuja kukuelekeza tu. Nilikuja kwa ajili ya kukwambia tu uache unachokifanya. Lakini kama utashindwa kunisikiliza, sawa. Mkuu, kama vipi huo mkoba tuondoke nao kabisa? Maana huyu tukiendelea kumwachia unaweza ukaja kukuletea matatizo baadaye. Wewe bado kijana mdogo sana, huna nguvu yoyote. Endelea kukua kwanza. Acha. Sikiliza wewe kijana, mambo haya ya kuhusu mambo ya mimi na kaka yangu. Wewe unaingilia mkoba wa kwako, unakuhusu wa mkoba? Angalia, kuwa makini, si unalopoka tu. Pale napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe. Dada nionea anasema Sofia kapendeza. Sema wewe. Yaani ukikutana naye mtoto anaweza kumsahau. Mimi mwenyewe kwanza yaani niko simjui kabisa, yeye ndo kanisimamisha. Sasa nilipomuona hivi nikajua Sofia, tukasalimiana. Kakuulizia. Alafu mimi nikajua atakuja. Hapana, singemuona. Hajaja. Basi labda tu alikuwa na mambo yake, maana ndo jana ameingia. Mwambie basi hawahi kuja jamani, je muone. Kwa mimi jana hapa niende kwao. Sivyo wewe hiyo. Ona sisi. Nikutana naye au nikapita nitapita yule kwao. Kama hivi nitamwambia tu nyumbani tukachukua. Wewe uje naye tu. Maana mimi ni muda mrefu sijamuona. Ilo sio kwa mwazina wangu. Wewe kuomba. Mizimu. Mimi nimekuja mjukuu wenu. Nimekuja kuomba nguvu nyingine zaidi ya hii mlionipa. Mizimu, kazi yenu mlioniagiza mimi nitaiweza kuifanya. Kwa hiyo nawaomba mnizidishie nguvu, mababu, mabibi, Wangende, Mkwela, wa Makonde, Wayao, hadi wa Makua na Wamwela, mizimu yangu wote wa kusini munisaidie. Dada. 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 Kuna nini kwani? We dada we.
Kwani ana nini? Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Dabite. 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 Nani kakutuma ukampe taarifa yule mtu ambaye tunahitaji kumtoa sadaka? Hao mnaingiza na mambo mengine ambayo tofauti na mambo yetu tunayoyataka. Sasa naongea mbele ya wazee hapa na kuagiza ukaifanya ile kazi ambazo niliyokutuma. Usivyoitekeleza hiyo kazi, tunakutoa sadaka wewe. Mbele ya mababu hapa naweka ushahidi. Sawa mkuu, nimekuelewa. Pale napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha. Mimi nilikuwa ndani. Nimekuja huku nimekuita. Huko ndani nimekuja nimekuita. Nimeangalia ndani hauko. Ulikuwa hapo bwana. Hapo hapo umeanguka sijakuelewa kabisa. Wewe. Unamkunjia nani hivyo mkono? Sasa mimi nakuuliza sijakuelewa una shida gani? Niambie shida yako na mimi. Kwa nini mimi si mdogo wako? Kwa nini unanificha ficha mambo yako? Wewe. Nisikilize. Nimekuambia nilikuwepo ndani. Usitake kufuatilia mambo mengine yasiyokuhusu. Sio mambo mengine yasiyokuhusu. Dada Biti, mimi sikuelewa. Kelele. Nishakwambia acha kufuatilia mambo yangu. Mbona wewe unaendelea kufuatilia mambo yangu? Kwani wewe vipi? Sasa mimi mambo yako sielewi. Kelele. Nishakwambia kelele. Nitakutoa sasa hivi hapa. Usinipigie makelele. Nishakwambia neno moja tayari nilikuwepo ndani yameisha. Sasa kwa nini unaendelea kupeleleza? Unanijuaga mimi nilivyo. Ala. Hebu nenda kaangalia chai kwanza. Rafiki yangu, ile kazi ulionipatia nahisi nimeifanya kwa 50%. Nilikutana na ndugu yako tukazungumza, ila majibu yake yani yana msimamo sana, na inavyoonekana tukiendelea kumlazimisha anaweza akajiua kabisa au akajifanya kitu chochote. Na mimi kwa haraka haraka nilivyowaza, nahisi yule Karogo. Karogo? Ndio. Mapenzi yana macho. Yaani sio akili yake. Kwa jinsi nilivyokuwa naongea naye, sikutaka kumhoji sana kwa sababu ya jinsi nilivyokuwa namuona, ila Karogo. Sababu ni rafiki yangu na tulishakuwa ndugu tena sasa hivi. Nahisi tuende kwa mganga.
na rais atatusaidia kwa sababu changamoto alionayo mdogo wako ni kubwa sana, na kwa sisi wenyewe hatuwezi. Mimi kuna mtaalamu namjua, tutaenda na atatusaidia vizuri tu. Kwa hiyo ondoa shaka. Hiyo tena nianzie wapi? Kwanza nashukuru kwa msaada wako. Nashukuru kwa kunisaidia, nashukuru kwa kunishauri. Maana tu anafikia ni hatua mbaya zaidi. Yaani nachanganyikiwa kabisa. Yaani nafikia hatua nakuwa kama chizi. Muda mwingine anapishana na watu, salimiana nao. Yaani sijui hata hatima hili jambo. Usijali. Ondoa shaka. Hili limeisha. Sasa tukaondoka. Au kuna sehemu uko naelekea? Niko nafika hapo. Mtu mmoja kumwangalia. Tutawasiliana basi. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Imekuja, mbona haitaki kuondoka? Moyo wangu natokota, moto mkali unawaka. Basi sawa, mimi naomba niondoke, ila nashukuru sana kwa kufahamu kwenu. Nitakuja siku nyingine. Sawa, ila mimi hata sijafurahi. Yaani sijalizika hata umekaa tu na mimi kidogo afu naondoka. Siku nyingine. Sawa. Sawa basi. Sawa. Bye. Pale unapokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Hivi wewe mzee, umefuata nini katika hiki kijiji? Wewe mzee umekuja kuniharibia mipango yangu hapa kijijini. Sasa ninachokuomba uondoke katika hiki kijiji, na ukiwa mbishi kuondoka, nitachokufanya utajuta kwa nini uliingia katika kijiji hiki cha Kolagwa. Unajua mimi penye matatizo sana ndo napenda. Unanielewa? Sehemu zenye matatizo yale huwa mimi napata yale matatizo. Mimi naitwa Mzee Simba. Simba akiunguruma msituni uko watu wote mavidebe. Sasa wewe ile sauti ya simba unaijua ujui? Ile ni sauti ya mfalme. Sasa mimi nikiongea ndo mfalme. Huwa napenda sana kwenda kwenye matatizo. Wewe umekuwa, si ndio? Nakuona tu umekuwa. Sasa umejiona umekuwa, yaani hadi unadiriki kuleta wanaume hapa nyumbani, si ndio? Sasa kwani kosa liko wapi? Kwani unajua kama yule ni shemeji yako? Shemeji yangu? Wewe mkaka, si ulifanyia mabaya wewe? Unajisaulisha. Wewe si ndio ulimwagia maji mbele yangu yule mkaka? Kosa lake ni nini? Alafu sasa hivi unasema shemeji yako. Shemeji yangu wewe? Naona sasa wewe ulipofikia nitakuchakaza hiyo sura yako hiyo. Nisikize na nini nikwambie. Maisha yangu ya nje hayakuhusu. Mimi niwe sijui na nani hayakuhusu. Nisimame na nani, nimekaa na nani. Wewe ukiniona fanya kama hujaona, sawa?
kufuatiliana sitaki. Nini imekuja, mbona haitaki kuondoka? Moyo wangu natokota, moto mkali unawaka. Nimemuona kwa macho, mapenzi. Sasa subiri uone nitachokufanya, ndo utajua kama mimi gwiji wa hiki kijiji cha Kulagwa natisha. Subiri nitachokufanya, utaona wewe. Eti nitisha mimi wewe? Mimi nitakuchezesha kimwalimwali kindumbwandumbwa. Unichezesha kindumbwandumbwa mimi mtoto wa kiume. Sisi watoto wa Kinyanjate tumelelewa vizuri. Tuko wazuri. Kamili Jado mimi. Wanyagato wanasema hivi, wanakwambia kabisa, hetwe tung'anyile. Yaani sisi wajanja sana kuliko hata wewe. Yaani huyu mzee amekuja hapa kijijini kuja kuniharibia mipango yangu. Sasa nitamkomesha, atajua kwamba mimi gwiji la magwijilo katika hiki kijiji. Yaani anakuja ananiharibia kazi yangu wakati kazi yangu mimi nishaitengeneza. Kazi yangu imekaa katika mstari. Bado kidogo nataka niimalize. Yeye amejitokeza anataka kuharibu kazi yangu mimi. Sasa ninachokisema, huyu mzee anajitia ametoka huko kwa kujifanya kuja kusaidia watu. Nataka nimhamishe mchana, ng'ombe anakula majani. Kitu nitachomfanya huyu mzee atajuta kwa nini alikuja katika hiki kijiji kwetu. Pale napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana. Unajua umekuja kutuharibia kazi yetu kabisa. Tusipokuja kujiangalia tutakuja kudhalilika sana sana kabisa. Kwa hiyo ninachokiomba kwa wenzangu, tujitahidi. Heshima. Heshima. Mkuu, kuna ujio mpya umefika katika kijiji chetu. Sijui kama huo ujumbe umekufikia mkuu. Ndo kwanza nakusikia wewe Bite. Sasa sikiliza. Unajua Bite, ninapokuagiza jambo langu, nataka ulifanye ifasavyo. Mpaka leo jambo hili hujafanikiwa kulifanya Bite. Unatafuta kitu gani wewe? Sasa ninachokuambia, yule kijana sisi tunamtaka. Na tunamtaka kweli kweli kwa sababu yule ana nyota kali. Na hole wako hili jambo lisitimie. Kwa sababu wewe kila siku unaniomba, mkuu nipe siku 2, mkuu nipe siku 3, jambo alifanyikiwi mpaka sasa hivi. Sasa ninachokuambia, ili jambo ukitoka hapa ninakupa masaa tu, kutoka saa 1 asubuhi mpaka ikifika saa 12 jambo lifanyike. Lisipofanyika mimi nadili na wewe. Wewe unaingiza mambo ya mapenzi na kazi yetu. Usipokuwa makini, usipoangalia itakuzuru. Kuwa makini na kazi yetu. Naombeni nafasi ya mwisho. Nitaifanya kazi kadri ya uwezo wangu ipasavyo na nitaikamilisha mkuu. Sasa ole wako, hiyo kazi usifanye. Na hiyo kazi ulioomba nafasi ya mwisho ndo nimekuambia kuanzia sasa hivi hapo ukitoka mpaka ikifika saa 12 kazi yangu ikamilike, kwa sababu sisi tuna shida na yule mtu tena kubwa. Mjomba amefikia huko, anataka kujiua kwa sababu ya mwanamke. Ndio hivyo mjomba, nimejaribu kila namna ya kuongea naye lakini hakuna mtu anaelewa. Yaani kuzidi changamoto na jinsi tunavyoishi, yani sio dada tangu anafikiria wapi. Sawa,
siwezi kuondoka bila kukutana naye ili nielewe namna ya kumshauri na nifanye kazi ya busara kabisa. Lakini na wewe uwe makini, kwa sababu kama mtu amekubali kujitoa uhai wake, hawezi kushindwa kutoa uhai wa mtu mwingine. Kwa hiyo shangazi, kuwa makini sana kaka yako. Mama Tika. Mama Mama Tika. Marahaba. Binti, sihitaji ukae karibu na mwanangu, maana familia yenu siielewi. Kwa nini mama? Wewe ujui? Mimi hakuna ninachojua. Kelele. Jinga mmoja wewe. Shangazi niliongea naye, lakini bado pia kufikia mwafaka huo. Bado changamoto iko pale. Basi sawa, nimekuelewa. Niko hapa kwa sababu ya kufuatilia jambo hilo mpaka tuone hatima yake ni nini. Haya mjomba, mimi ngoja niende sokoni nikamie vitu kwa ajili ya mazingira ya mchana au sawa, nitakukuta. Nimegombana na dada mjomba. Bite. We Bite. Bite. Hivi umekosa sehemu zote za kuchezea, umeona sasa ucheze na koo yangu. Sijakuelewa. Kucheza na koo yako kivipi? Kwani wewe hujui? Umemfanyaje binti yangu? Kama ni binti yako, tizame kwanza. Mama, binti yako kayataka mwenyewe. Mtoto akililia wembe, mpe umkate. Sasa nitakuonyesha, ndo utajua kuwa mimi ni nani au mama Matika ndo nani. Unanitisha? Ndio. Nisikilize wewe mama. Kwa kukuheshimu, fuata ninachokuelekeza. Unaniona mimi? Mimi ni sisimizi. Sisimizi haimaanishi tembo mkubwa huuawa na tembo wake, bali anauawa na sisimizi. Unasema? Nimekupokea kwa heshima na kujua kwa heshima na tuishi kwa heshima.
Nini imekuja, mbona haitaki kuondoka? Moyo wangu natokota, moto mkali una Ndio ze Simba bwana, wako wapi wengine? Hawa ni wezi. Kaondoka mwenyewe. Wengine wako wapi? Mbavu. Bado kabisa. Yaani ndio kwanza shughuli inaanza. Mtanjua kama mimi nani. Kijiji hichi mganga mimi tu. Na nitakubalizani wote. Mbavu. Na kama nilivyosema, napenda kupita kwenye matatizo yote. Pala penye matatizo mimi ndo ninakaribia hapo. Sipogopi. Mchezo nini? Utanikoma. Wala nitanikoma. Pale napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana. Wakulungwa chinjangu muite! Wakulungwa chinjangu muite! Wakulungwa chinjangu muite! Nimewaita hapa kwa sababu niwaulize, je, huko mlipotoka kazi zenu zimekamilishwa? Mimi kwangu hakuna tatizo lolote. Mimi kwangu haipo sawa. Kipindi kuifanya hiyo kazi, mzee Simba kaingilia kati. Ndio maana kazi yangu haijaenda sawa kabisa. Sawa. Ila kijijini kwetu hawa watu wawili walioingia wamekuja kutuharibia kazi yetu. Sasa ninachosema, Mkoko na mzee Simba, hao ndo kibiligizi wa kazi zetu tusifanikiwe malengo yetu. Sasa ninachosema, tujitahidi wakubwa wenzangu, tuwadhibiti hao watu ili kazi yetu iende kwa ufasaha, malengo yetu yatimie. Bila hivyo tutaangushwa. Tuombe mizimu yetu kwa mababu atujalie nguvu na imara ili hao watu uwe wanajifanya kijijini kwetu wamekuja kutembea, wanajua wao kutembea, ila sisi twende tuwatembeze vile tunavyojua sisi, tuwakate, tuwaue ili malengo yetu yatimie. Bila hivyo hatutoboi. Mkuu, haiwezekani kwa sababu yule ni kaka yangu. Haya yote niachie mimi, nitayamaliza. Hapana! Kama kaka yako ndo tusimwadhibu, kama kaka yako tusimuue, iko kitu hakiwezekani. Lazima kaka yako auawe. Sheria yetu ya kichawi inasema hivyo, inaruhusu hivyo. Sisi hatuchagui kwamba tu kaka yako au mtu mbaki. Hapana. Huyo kaka yako akituletea ujinga kwenye kazi zetu, lazima tumalize. Hapana mkuu, nakuomba. Kaka yangu, sina kaka mwingine zidi yake. Hapana. Mimi nakataa kama mkuu. Unasemaje mkubwa mwenzangu hapa? Na mimi pia nakataa. Mzee Simba, upo katika kijiji hiki? Mimi nipo katika kijiji hiki. Na mara nyingi sana huwa napenda matatizo.
penye matatizo mimi wanapasogelea sana. Mzee Simba, kuna matatizo kwenye kijiji hiki? Mwambie mdogo wako aliyoyafanya aishie hapo hapo, na ule mkoba naomba ukauchukue, maana ile sehemu sio salama kabisa kabisa kabisa. Sawa mzee Simba, nimekuelewa, ila nami naombi. Mwanangu, mimi nimekuja kukuulizia mambo uliokuja kunielezea. Mbona mpaka leo hujaniletea majibu pale nyumbani? Hujajua nguu, huja kujua umefikia wapi lile jambo? Maana nimeona kimya mpaka leo hujakuja nyumbani mwanangu. Tatizo ni nini tena mwanangu? Kwanza kabisa nashukuru sana umekuja hapa nyumbani, maana changamoto unazopitia sijui hata nianze kuelezea wapi. Na hata ile dawa ulionipa kaka alinifuma ndani kwake kabla sijafanya chochote, na hivyo sijui atanichukulia. Na kitu kingine tena cha kustaajabu, shangazi, nilikuona katika mazingira ya kutetanisha. Yaani nilikuona ukiwa unaingia kwenye mwembe. Niliogopa sana. Niliingia hofu, nikaanza kukimbia. Nilipokuwa nakimbia, nilipogeuka nyuma, nilikuona unapita kwenye ile njia ambayo mimi nilikuwa nimepita. Kifo upanga manani dada, shaka ya nini? Fanya kila kitu unachokiweza wewe. Fanya mambo yote unayoyaweza, ila naomba niachie uhai wa mdogo wangu kwa heshima yangu, kwa sababu unayoyapambania na mimi ndio nayapambania wewe. Wote sisi watenda haki, kwa heshima tu. Kweli umeniona mimi? Umenifananisha mwanangu. Sio mimi. Unajua una binadamu wanataka mimi na wewe tugombane, yaani tusielewane. Unajua huo mtazamo uliotazama sio mimi. Hayo mawazo yako tu mwanangu ndio alikuwa anakufanya ujue kama mimi labda ndo shangazi, kumbe sio mimi. Mwanangu tafadhali usisikilize watu na usiendekeze mawazo. Najua jambo lilokuwa nalo zito katika kichwa chako, mambo ya kaka yako ndio yanokufanyisha unakuwa na mawazo mengi, au binadamu wanakuchanganya ubongo akili wako uonekane shangazi yako mimi ndo nina mambo mabaya. Hapana mwanangu, sio mimi. Ningekopo mimi nisingekusaidia na nisingechukua kile kitu kukupa kukwambia nenda kafanya hivi mwanangu, ningekuwa mimi mbaya. Tafadhali mwanangu usinifikirie hivyo. Mimi nyinyi watoto wangu, watoto wa marehemu kaka, sawa sawa, mimi ndo mama yenu, ndo nimewalea. Ningekuwa na ubani ningefikia umri wao mliofikia. Yaani nashindwa kuelewa kabisa shangazi. Sijui ile jambo mwisho wake. Maana tunapopendea na hisi kuchanganyikiwa kabisa. Mwanangu, yatakwisha. Mimi ndio mama yako. Nitakusaidia mwanangu, usijali. Kuna kitu kidogo nitakupa. Jambo letu litakwisha. Kaka yako atakuwa salama. Jambo lile la kwanza kaka yako sikakuona, basi hilo tuliache. Nitakupa kingine. Sawa mwanangu? Sawa. Nitashukuru sana shangazi. Maana tunapopendea na hisi kuchanganyikiwa kabisa. Sijui hata mambo mwisho wake nini. Nenda kanichotea maji ya kunywa ndani. Hai. Napokuwa mbali moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana.
Inini imekuja, mbona haitaki kuondoka? Moyo wangu natokota, moto mkali. Sasa naongea mbele ya wazee hapa na kuagiza ukaifanya ile kazi ambazo niliyokutuma. Usivyoitekeleza hiyo kazi, tunakutoa sadaka wewe. Napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana. Tumekuagiza kazi, mpaka leo kazi hujaifanya, hujarudisha majibu mpaka leo kwa wakubwa wako. Sababu gani hujaifanya kazi mpaka leo? Ndupe sasa, mbona unapia kwenye kazi? Je, kupia kwenye kazi? Wewe umenipa kazi, acha nifanye kazi. Afu usichukulie poa ujue. Hii kazi ngumu ujue. Sio hapo tunaroga. Sawa. Mimi ni mtu wa kazi. Hata nifanye kazi. Wewe nipe kazi nifanye kazi. Siletee dharau. Sura baya. Shepu hawana. Nuna. Ishi hapo hapo. Yaani siwezi kumpoteza kaka yangu kwa vitu ambavyo visivyoeleweka. Yaani hilo halipo. Nitapigania kuhakikisha kaka yangu yuko salama. Yaani utake usitake, au kwa sababu umempata wewe mwanamke ndio anakudanganya. Yaani sitakubaliana na wewe. Au ndio vile wanavyosema kwamba washakuchota akili zako. Ndio maana kila ninazungumza wewe hakuna unalolielewa. Sitakubaliana na wewe katika hayo masuala yako. Nimegombana na dada mjomba. Inini imekuja, mbona haitaki kuondoka? Moyo wangu natokota, moto mkali unawaka. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho,
mapenzi yana macho. Pale napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho. Mkuu, huyu ndo kazi yake huyu. Ukimwambia mpe kazi, afanye kazi. Wewe vipi? Kwa leo ndo umepewa kazi? Mimi mtu wa kazi. Acha nifanye kazi. Mkuu nipe kazi. Kafanye hiyo kazi. Ole wako, usipofanya hiyo kazi tutakukomesha. Punguza mdomo. Acha nifanye kazi, mimi ndo pia kazi. Ninakupa kazi Ndupe. Usije ukaiharibu tena. Nakupa siku 2 tu. Kazi yangu ifanyike. Sivofanyika na dili na wewe. Si umenielewa Ndupe? Na hapo bado. Wewe unapenda kuchukua watu kupeleka waganga? Mwangalie kwanza. Sura baya, shape una, nyonyo una. Na hapo nimepewa kazi. Mimi ni mtu wa kazi. Kwa hiyo siwezi kaacha kazi. Baby. Shikamoo. Mara. Pole kwa matatizo. Maana nilishangaza. Sijawahi kukuona kabla. Na leo unaniambia kweli na matatizo. Umejuaje matatizo yangu? Unajua mtu mwenye matatizo anajua. Wewe nenda nyumbani. Mimi nitafika nyumbani kwako. Nyumbani? Umepajoje nyumbani napoishi? Mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho. Mapenzi yana macho. Napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana. Nimemuona kwa hii nini imekuja, mbona haitaki kuondoka? Moyo wangu natokota,
moto mkali unawaka, nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho, nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Pale napokuwa mbali, moyo wangu unaumia sana, ila napokuwa nawe najikuta mwenye furaha sana. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho, nimemuona kwa macho, Wezu. mapenzi yana macho. Nimegombana na Kwani una shida gani lakini? Upande kumwona mtu kakaa Kwani usingepata na zako mpaka tunastuana? Unataka nini kwani? Unataka nini? Mimi sipafahamu nyumbani kwako, lakini nitafika. Wewe ndo shaka yataisha. Yaani unaponiachaga ni hapo tu. Kwani mimi kosa langu liko wapi? Nimekupita hapa nikuona mdogo wangu umekaa mwenyewe hapa. Wewe na kuhusu sasa? Nikae mwenyewe nisikae mwenyewe na kuhusu? Kwa kosa langu hapo nilipo. Haya kuhusu. Fikaje hapa? Kama nilivyokuambia, nitafika kwako. Nilisema nitapajua tu. Karibu. Asante. Sasa nataka nikwambie, kama nilivyokuambia siku zile, msongamano wako wa mawazo kichwani kwako, fikira zako wewe, sababu ya huyu mdogo wako. Kwani unamjua wewe? Ila kuna siku nilikutana naye, lakini kauli zake alizokuwa anaziongea ni za kutatanisha kabisa, hata sikumuelewa. Na hapa sijui kaelekezwa na nani. Penye matatizo mimi mara nyingi sana huwa nakaribia, ndio maana nikakwambia nitakuja kwako. Hiyo tatizo ni hilo mdogo wako. Asanteni. Hii nini imekuja?
mbona haitaki kuondoka? Moyo wangu natokota, moto mkali unawaka. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Naona furaha inaanza kupatikana katika kijiji chetu. Ninachowaomba wakubwa wenzangu, tuwe makini kwa hili tunachoenda kukifanya. Nawaomba kazi yenu muifanye itimie ipasavyo. Sio, mmenielewa hapo? Sawa mkuu. Inatakiwa kazi yetu tuifanye kiuangalifu zaidi, ili mradi tukatimize lengo letu. Mimi kwangu nishamaliza. Bado jambo moja tu, kwenda kumalizia kule. We mzee vipi? Mbona napenda kuwa karibu na maisha yangu? Kitu gani unachokihitaji? Kijana, acha kuwa mkaibu. Sijatumwa na wala sijaagizwa. Mara nyingi sana huwa nakuwa karibu pale penye matatizo, kwa sababu mimi napenda sana matatizo, na hicho ulichokiona ndicho kinachoendelea katika maisha yako wewe. Sasa wanapanga mipango ya kukumaliza kabisa. Lazima usikilize lile nalokwambia. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nilianza safari hii nikiwa sijui upendo unaweza kuwa mlango wa kifo kwangu. Nilimwona mchawi wa kike akaniambia kifo changu kiko karibu. Nilizani ni ndoto, lakini nilipokubali masharti yake ndipo giza lilipoanza kunifuata kila nilipokwenda, na kafara ikawa hukumu yangu. Dada yangu alijaribu kuniokoa, kunirudisha kwenye nuru, lakini nilikataa dua kwa sababu moyo wangu ulikuwa tayari ushafungwa mahali pasipojulikana. Wachawi wakajua siri, wakajua ukweli ambao haukupaswa kujulikana. Mapenzi yakachanganya mipango yao na damu ikatajwa kulipa makosa. Nilimwona mzee akinishika kichwa, macho yake akiniambia ukweli nilioukimbia. Hiki unachokiona ndicho kinachoendelea katika maisha yako. Hiki unachokiona ndicho kinachoendelea katika maisha yako. Je, nichague mapenzi au nitaokoka katika kifo kilichopangwa? Nini imekuja, mbona haitaki kuondoka? Moyo wangu natokota, moto mkali unawaka. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho. Nimemuona kwa macho, mapenzi yana macho.